Na mtazamaji wa Mwandike Digital, kama ilivyoada, mara nyingi tunapiga stori mbili tatu na wachambuzi mbalimbali wa soka, na hii leo kwa mara nyingine tuko naye Machange Junior, Machange Jayara. Tunapiga stori mbili tatu kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kwenye michezo bwana. Leo miongoni mwa yale ambayo yamejitokeza ni kuhusiana na kuelekea Kariakoo Derby ambao rasmi sasa kwa mujibu wa bodi ya ligi mechi hii itachezwa kwenye visiwa vya Karafuu huko Zanzibar. Lakini miongoni mwa yale ambayo yanazungumzwa kwa sasa, inasemekana kwamba Simba Sports Club imewasilisha barua kunako bodi ya ligi wakieleza kwamba kwa nini mabadiliko ya uwanja ikaanza hiyo taarifa ikaanza kutolewa na msemaji wa Young Africans Ally Kamwe, kisha bodi ya ligi ikatoa hiyo taarifa. Kwa hiyo wao wanahoji kwamba imekuwa kwa vipi haya mabadiliko akaanza kuyatoa msemaji wa klabu ya Young Africans kuliko klabu ama kuliko wao Simba. Nazungumza maili matatu na Machange Junior kufahamu hili. Machange, nadhani umelisikia hili ambayo nimelizungumza. La kwanza kabisa, kuna taarifa inasemekana kwamba Simba wamekwenda bodi ya ligi kuwasilisha ili kupata taarifa au ufumbuzi. Nini hichi ambacho kimetokea kwa upande wao? Simba hawana timu bora na hawana timu ya kushindana na Yanga. Sasa anaona wanaanza kutafuta njia ya kutoroka kama walivyofanya msimu uliopita, na kwa sababu ninajua bodi ya ligi ni chombo ambacho kina msimamo na kimeshatengeneza standard. Kwanza wao kuhoji kwa nini Ally Kamwe amepata taarifa mapema, watakuwa wana changamoto sehemu. Ally Kamwe ni nani? Ni msemaji wa Young Africans. Nani mwenyeji katika hii mechi? Yanga. Kwa nini unashangaa kama yeye amekuwa wa kwanza kupata taarifa? Lakini hoja yao ya msingi wanaamini kwamba kwa nini taarifa ya mabadiliko msemaji ndo anakuwa wa kwanza tena wa Yanga? Vipi kama bodi ya ligi wamechelewa kutoa taarifa? Ally Kamwe ameongea kama msemaji, mechi inayofuata ya kwetu na Simba, sisi na wao tutakutana hapa hapa Guantanamo Bay, akiwa anajua kabisa kwamba tarehe husika uwanja Mkapa utaweza kutumika, kwa sababu watakuwa wameshapeleka taarifa kwa wamiliki wa uwanja, wakawa wameshapewa taarifa, wameshapeleka bodi ya ligi. Bodi ya ligi ndio wamedelay. Kwa hiyo yani zisitafutwe sababu za vile vilio nilivyovisema. Alafu mimi toka mwaka jana mwezi wa 8 kama sio mwezi wa 9, kama watu wanatufuatilia vizuri, nilisema hakuna timu yoyote itakayoenda kucheza Zanzibar na Yanga ikaondoka na pointi 3. Sasa wewe ni shahidi, utanikumbusha katika timu zote 3 zilizofika pale wanapoita wenyewe Guantanamo Bay, nani ameondoka na alama 3 pale? Hakuna. Hata Ahli mwenyewe amenusurika chupu chupu kuacha zote 3 pale, sio? Sasa hichi kinachofanyika sasa hivi ni mfamaji anayetapatapa. Kwa hiyo kama ni taarifa za kweli, Simba amewasilisha hayo malalamiko, kama ni taarifa za kweli kama inavyozungumzwa, Simba wanaanza kuihofia mechi ama? Wanaoitaka mechi ni mashabiki, ila wachezaji pamoja na timu taasisi wanajua hawana timu ya kwenda kukompiti na Yanga. Hilo wanalijua. Yaani huwezi ukawa na timu bora ukashangilia matokeo na KMC, timu ambayo inashika mkia. Majibu tutayapata kesho kutwa tu hapa Dodoma. Au labda huenda kwamba wanaona kwamba huenda kuna hujuma wanafanyiwa, kwa sababu inakuwa vipi mabadiliko ya ratiba, yani wao report haijafika kwao tayari, wenzao washafahamu kiundani zaidi. Kanuni na taratibu zinatakiwa mtu apewe taarifa wiki 1 au 2 kabla ya mchezo, sio? Bado kuna wiki ngapi hapo kwenda kwenye mchezo? Kuna wiki 2 nzima, kama sio 1. Ni wiki 1 na suka za tena wiki 2. Kwa kiwalisia Ally Kamwe alikuwa sahihi. Yanga amefuata kanuni na taratibu zinazomuongoza kufanya. Alafu kwa nini Simba wang'ang'ania kucheza kwa Mkapa peke yake? Kuna nini yani? Lakini kwa mujibu wa taarifa, ukiangalia ripoti kama mimi niliweza kutabiri na kusema kwamba Yanga dabi ya Kariakoo ataipeleka Zanzibar, na kama akiipeleka Zanzibar Simba anakwenda kufungwa tena, atakwenda kupigiwa mpira mkubwa sana ambao watarudisha tena makelele, atarudi kama kawaida.
sio kwa sababu Simba ina timu bora, bado haijapata timu ina mchezaji mmoja mmoja individual. Kama ubora wako unaupima kwa Clatous Chota Chama, mtu ambaye alikuwa anakaa benchi, ina maana watu wote wanaanzia kwa Chama, yeye ndo standard ya mpira wa Simba. Hilo ni tatizo na ni anguko kwa Simba. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Mimi nilisema hakuna timu yoyote itakayochukua pointi 3, na dabi ya Kariakoo kwa ninavyoiona haitachezwa kwa Mkapa. Yanga wataipeleka Zanzibar, na wana haki ya kuchagua uwanja wanataka kucheza kwa sababu wao ndo wenyeji. Machange, ukiangalia ripoti kwamba mechi imepelekwa Zanzibar kwa sababu siku ya mechi kwenye dimba la Benjamin Mkapa kuna tukio. Kwa hiyo sio Young Africans. Yaani ndio nakwambiaje, Simba wanatafuta tu mfamaji anayepatapatapa. Umeelewa hoja ya msingi? Yaani kwamba ripoti haikutoka Young Africans. Yanga wao wako tayari kuruka na Simba sehemu yoyote. Hata wakisema wakutane Bunju Moarena, wataruka nao tu na watapata matokeo. Mimi ndo nawasemea kwa sababu ninajua quality ya Yanga. Iko hivi, Yanga wamehama kwa Mkapa kwa sababu tarehe hiyo hiyo kuna tukio ambalo ni la muhimu, haliwezi kuhairishwa. Wakati Yanga wanakwenda kupeleka mambo, bwana, tarehe fulani tutakuwa na dabi hapa, wakapewa taarifa hiyo tarehe mnaosema mtakuwa na dabi hapa, tayari sisi uwanja umeshakuwa booked hiyo tarehe, watu wanakuja kusoma Qur'an mashindano, si ndio? Sasa kwa kipindi hicho huwezi kwa namna yoyote ukakatisha ile mashindano ukaweka mechi. Haiwezekani. Hata wewe unajua haiwezekani kwako. Kwa Yanga akasema kwa sababu Tanzania imebarikiwa na ni nchi ambayo ina viwanja vingi, twende tukawape burudani watu wa Zanzibar. Huenda kwamba wanahisi kwamba Yanga hawajaomba, ila bodi ya ligi ndio imetoa hiyo taarifa. Sasa kama bodi ya ligi imetoa taarifa, ilipaswa kwa wakati mmoja wote wapewe maelekezo hayo. Taarifa anatakiwa kupewa wiki moja kabla ya mchezo. Okay. Kwa kanuni na taratibu amepewa zaidi ya wiki moja, hiyo taarifa amepewa, si ndio? Okay. Na mwenyeji haki ya kufahamu kabla. Mwenyeji yes ndo anaye jamani, mchezo wangu mimi na huyu mwenzangu sitaucheza kwenye uwanja huu, nimeenda kuomba uwanja kwa sababu sio wa kwangu, nimepewa taarifa kwamba utakuwa unatumika, kwa hiyo mimi nimeomba option nyingine, nimechagua uwanja huu. Wewe kama bodi ya ligi unakataje? Jukumu la bodi ya ligi ni kuchukua ile taarifa na kumtaarifu muhusika kwamba bwana, yule ulikuwa uje kucheza naye kwa Mkapa kunatumika. Au hata kama Yanga angekuwa ameshindwa kupata ile uwanja kwa namna yoyote, hata kama ni issue ya gharama, au hata kama Yanga aseme bwana, mimi ndo mwenye mchezo, kutokana na mambo 1 2 3, uwanja huu sitautumia, mechi yangu ya dabi ya Kariakoo nataka nitumie uwanja huu, TFF bado angempa priority Yanga kwa sababu yeye ndo mwenye mchezo. Kwa kiwalisia kwamba Simba hawana hoja ya msingi, waingie tu uwanjani kucheza. Kaka, na nitawashangaa bodi ya ligi kama wasipo wawajibisha wakikimbia tena mechi hii, kama wakikimbia kweli. Maana hizi zinaanzaga tu kama tetesi, kama fununu, alafu nasikia watu walionekana wakija na mbuzi na vizee vifupi, ndio maana tumeshindwa kuingia, tumezuiliwa, kulikuwa na mabouncer, kimepanda kimeshuka, tunarudi kule. Lakini walikimbia tarehe husika ilipofika wakashonwa, Yanga kachukua ndoo mbele yao. Kwa mwisho wa siku iko hivi, Yanga anaitaka Simba sehemu yoyote, hana shida, lakini kutokana na standard na quality ya bodi ya ligi, na hii ni dabi ya Kariakoo, hatuwezi kwenda kucheza mechi ya Isamuyo wala KMC wala Mo Simba Arena. Uwanja uliobakia ni Mwanza CCM Kirumba, Dodoma au Zanzibar. Wewe ndo kiongozi, wewe unachagua wapi? Uwanja bora ni upi katika hivyo nilivyokutajia? Toa kwa Mkapa, upi unafuata kwa ubora? Kwa hiyo hauioni Simba Amani Complex, hauioni Simba kishinda dhidi ya Young Africa? Mbona hilo nishaliweka wazi na nalirudia tena. Simba kupata matokeo kwenye hiyo mechi ni sawa na marehemu kupiga chafya. Simba kupata matokeo kwenye hiyo mechi. Machanga, leo tarehe 19 mwezi wa pili 2026,
Ninasema haya kwa sababu mimi naangalia weight ya timu, naangalia na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Yanga wana timu ambao ni compact team. Simba wana individual brilliance, wana mchezaji mzuri mmoja mmoja ambaye hawajaungana bado, lakini imeimarika kwa sasa. Haijaimarika. Kipimo cha kuimarika ni KMC. Wakaifunga timu ile ya kwenye kombe la klabu bingwa, mechi ya mwisho wameshinda. Wao unaona wameshinda kabisa, wameshinda kabisa kwamba wame display performance nzuri. Yaani unakuja kupambana na mtu ambaye anakuja kwamba afungwe, atoe draw au ashinde, bado yuko namba moja. Nini ambacho kinakufanya? Mwalimu wa timu ambayo amecheza nayo Amuri Simba aliweka kikosi cha pili. Kikosi cha pili. Na bado Simba aliteseka. Una uhakika? Nani asiyejua facts? Key players wake wote walikuwa wamepumzishwa kwa ajili ya robo finali. Yaani yeye alikuwa afungwe, ashinde, atoe sare, afanye nini, ameenda. Alishadumbukia siku nyingi robo. Alikuwa anakuja kukamilisha ratiba. Lakini Simba ambaye alikuwa anataka pointi nyingine za ziada ni Simba. Kwenye dirisha la usajili, dirisha dogo, Simba ikaingiza vyuma na vinafanya vizuri. Kama kipi? Kama kipi? Loemba. Sawa. Amekabana nani? Amekutana na beki gani? Timu hizo za kimataifa. Sawa kabisa. Yuko Clatous Chota Chama. Haina shida, ambaye Gadel Michael Mbavu ya kushoto. Walikuwa wanaanzia benchi Yanga, Tuendelee. Kibabage. Ambaye alikuwa anaanzia benchi Yanga, sio? Okay. Kule ni first 11 chagua la anafanya vizuri. Sawa, haina shida. Wewe mbona unaianaleta sana Simba? Tuna mechi ya Simba na Dodoma Jiji. Tuna mechi na Simba na Prison, Mechi ya kwanza hiyo, si ndio? Mechi inayofuata sasa ni Simba na Prison, si ndio? Kwa jela. Wakati Yanga anacheza na Namungo. Alafu mechi inayofuata ni Dodoma Jiji. Na nani? Na Simba. Yanga na JKT. Yanga wako na JKT. Naomba hao wachezaji wako wote waliosema ni wazuri wafuatilie kwenye hizi mechi mbili. Alafu baada ya hapa sasa nitakuja kukuuliza wewe, nilikuwa na sababu ama nilikuwa nakosea kusema kwamba Simba haina wachezaji? Kwa hiyo watapotea. Mimi nataka nikukumbushe kitu kimoja. Na huwa sibahatishaji sana. Simba amemaliza mashindano ya kimataifa kwa pointi ngapi? 5. Ameshinda mechi moja, amedraw 2. Kama utakuwa na kumbukumbu, nilikwambia Simba asipocheza mashindano haya vizuri, haondoki na pointi hata moja. Ameondoka. Watu walinitukana, sio? Lakini Simba amenusurika kuto kuondoka na pointi hata moja. Alikuwa anaziacha zote nje. Bwana mtazamaji, huyu ni Machange Junior, mmoja wa wachambuzi wa soka, anazungumza naye mawili matatu. Yeye moja kwa moja ameiondoa kabisa Simba kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo itakayochezwa Zanzibar tarehe 1 mwezi wa 3. Anaamini kwamba Yanga ni bora, lakini mimi na maswali, na mimi natunza hii clip. Baada ya game ambayo tutakuwa kule Zanzibar, nitarejea kwake tena. Uzuri mmoja, mimi na wewe tutasafiri wote kwenda Zanzibar. Na familia na watu wanaotuangalia pia watatusikia na kutuona huko. Amini haya maneno yangu ninayokuambia. Simba ina wachezaji mmoja mmoja, ila bado Simba haijapata timu. Na tambua kwa nikisema haijapata timu na maanisha hivi. Kila mtu anacheza kwa uwezo wake, lakini acheze kwa uwezo wa timu. Ile timu ili iweze kuwa bora, ikae kwa pamoja msimu ujao, ndio itakuwa tishio. Na tambua kwa haiwezi kufika msimu ujao pia. Kuna watu wataondoka mule ndani. Kibu Dennis sio mchezaji mbaya. Mimi nayo tunakubaliana. Ndio, ni mzuri. Mechi yake ya kwanza akiwa ugenini alikuwa man of the match. Si ndio? Alikuwa man of the match. Wapi? Uarabuni huko. Kibu Dennis, huyu ambaye kila akiingia hapa watu wanashika kichwa na kumtukana, sivyo? Simba ina wachezaji, haina timu. Yanga ina timu na wachezaji. Nikisema ina timu na wachezaji unielewe. Ni timu ambayo imekaa kwa pamoja. Yaani Maxim Pia Nzingeli au Duke Oga Abuya, mimi naweza kumuita Rivaldo.
anamuita Edmilson, mchezaji wa Brazil, kama watu walenga World Cup ya 98 hiyo. Mwanaume anapiga pasi msumari katikati ya msitu wa watu, inamkuta Ronaldo mwenye kibwenzi cha hapa ule, kama unamkumbuka. Rivaldo anairuka huko, Rivakala anaulizwa ni kuweke wapi? Anababa nichagulie pa kuniweka, sina ujanja. Anayekewa kwenye far post kule, anadondoka chini, maisha yanaendelea kama kawaida. Huyo ndo namzungumzia Duke Ogabuye. Anajua kabisa hii nikipiga hapa rula hii hakuna kiumbe yote anaogusa. Pacome Pedro Zouzoua anafika pale. Kumbuka Maxim pia Nzengeli anajua kabisa nina dribble hapa ninaondoka, lakini kwenye shimo hapa yuko Duke Ogabuye. Michael Essien, Mohamed Damaro anaondoka na mpira, anapanda, anajua kabisa nimeondoka, lakini hapa nyuma kwenye shimo yuko Duke Ogabuye anazima. Anajua inapeleka kwenye mbavu ya huku nitamkuta Prince Mpumelelo Dube. Dube anajua kabisa huu mpira ninauchukua, ninaupiga pale katikati, Depo anafika. Pacome anajua kabisa huu mpira nauweka pale, Mudathiri haya basi anafika. Kipa Diara anajua kabisa huu mpira naurusha au naupiga unakwenda kudondoka kifuani au kichwani kwa Clement Mzize wa Lidi, striker bora katika ardhi ya Tanzania. Anafika. Hiyo ndo timu inafahamu, inajuana, wanajua. Yani mtu ana uwezo wa kupiga pasi bila kuangalia. Akinajua kabisa pale ninapopiga pasi mtu yupo. Hiyo ndo timu iliyokamilika, ndo compact team. Kwa Simba haijakamilika. Mchezaji mmoja mmoja. Kwa mchezaji mmoja mmoja. Wapo wachezaji wenye talanta. Lakini bado timu haijajengeka kufikia kwenye intensity ya mtu kujua rula hii ninayoinyoosha hapa, nikipiga pale Maema anafika, nikinyoosha hii cross hivi Soa anaweka. Sulemani Mwalimu amekamatwa na offside ngapi kwenye mechi iliyopita? Zaidi ya 9, ambazo nyingine hata wewe shabiki huku mtaani unataka tamani kumtia makofi. Wewe kila ukienda, ni kwa sababu gani? Hawana timu bado. Striker amefika, lakini kiungo hachi mpira. Kiungo amepewa mali. Mshambuliaji amekaa, amempa option, anakaa na mali, watu wanapita mguu unaondoka nayo. Kwa nini? Kwa sababu timu bado haijabonde, hawajajuana wale watu. Lakini ukienda kwa upande wa pili, wale watu wana timu. Kumbuka timu tayari kwa mujibu wa katiba ambayo imetolewa jana, wamekabidhiwa kina Mangungu, wanachama hawa ambao wana nguvu pia. Wanachama wanazo nguvu lakini hawana fedha. Wadau wapo. Kwani wadau si wanaenda kucheza kaka? Si fedha. Kama issue ya fedha, Yanga wana fedha kaka. GSM waleka milioni ngapi? Yanga qualify kwenda robo. No, mechi ya kwa ile ya FAR Rabat. Wakimfunga aliwekea milioni ngapi? 500, sio? Wakitoa draw aliweka milioni ngapi? 250. Haya sasa niambie huku unga mwana huku. Nani atatoa 500 peke yake? Mo yupo. Huyu ambaye mnataka kumkimbiza na vilago vyake. Acheni bwana hayo mambo nyinyi. Wachezaji wapo ila timu haipo. Kwa hiyo Simba wachezaji wapo lakini timu haipo. Bado hawana timu ila wana wachezaji. Sasa hawa wachezaji hauoni kana kwamba waweza kufanya maamuzi pia? Ni maamuzi ya mtu mmoja mmoja. Ambayo sasa ndio haya yanatokea kwamba unataka kupiga, watu wamefika. Afu anakutangulizia kwenye njia, tupimane uzito. Kuna mtu mmoja alisema Pacome ni mzee. Nimwambia haina shida. Tarehe 1 tutakutana pale New Amani Complex Zanzibar, Guantanamo Bay. Mimi nitakuwepo jukwani kubwa kabisa. Na nina tiketi ya VIP. Nikupe tu siri za ndani. Tayari nina tiketi ya VIP. Ushapata? Nayo. Uhakika hiyo ipo. Alafu tiketi ya ndege kwenda na kurudi. Hiyo uhakika. Wewe mimi na wewe tutakutana Zanzibar. Nitafikaje? Mimi nitapaa, utacheza na maji. Bwana shukrani sana. Mimi niendelee kuambia watu wa Simba. Waendelee kuiombea timu yao. Wasiuze wachezaji. Wabaki na timu hii. Msimu huu hata wasipopata matokeo, hata wasipopata taji lolote, waivumilie hii timu. Yanga itapata shida msimu ujao. Kama watakuwa na uwezo wa kupambana na Yanga. Lakini timu hii ikifika msimu ujao, huyu kapitia huku, huyu katuuza, huyu katoka kule, yule duka yule nani, Simba hawakuwa na sababu yoyote ya msingi ya kuachana
goalkeeper namba 1 Tanzania, Aishi Manula. Wangekuwa wateseki nao magolikipa wanateseka nao sasa hivi. Bado alikuwa na uwezo wa kupambana. Mambo mengi sana yametokea. Che Malone Fondo yuko wapi? Anazima timu ya taifa ya Cameroon. AFCON yote kazima mwanaume. Huko aliambiwa ni duka anauza timu. Anafungwa ovyo ovyo tu. Ndio. Kibu Dennis yuko Uarabuni. Mechi ya kwanza tu wamemkabidhi man of the match. Yuko Libya pale. Mechi ya kwanza tu man of the match. Ngoma timu moja na Kibu Dennis. Ngoma anajua Kibu nikimwekea pale unafika. Ile timu Simba walikuja kuiharibu baada ya kumaliza finali, wakawafukuza wachezaji na kuwauza kama njugu mawe. Ile timu iliyofika finali ile ingebaki, alafu ikaongezewa kina Luemba hawa, wakina Gay hawa, ikaongezewa na hao wengine sasa hivi kina wengine, ile timu ingekuwa ishikiki. Yaani Simba hawatengenezi timu. Ni kama feeder club. Wanaleta wachezaji, wanakaa kidogo, wanauzwa. Ni kwa sababu gani? Kila kiongozi ana wachezaji wake. Kocha yuko hapo. Hapo tu. Labda huu mfumo wa transformation kama wakiseto vizuri, maisha yao yakaenda, maisha yanaweza kubadilika. So langu ambalo linanitesa, kama Mo akaamua kufunga mambo yote bila kutoa shilingi 10 mbovu, msimu ujao kwenye usajili na kuwalipa mishahara, bakuli linaweza likatembea. Wapo wawekezaji wengine watakuja, ndio, na maisha yanaweza kuwa ni mazuri zaidi. Shukrani sana bwana. Shukrani sana Said. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.